Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine, kwa ajili ya walimu wetu wote. Tunaomba Mungu atuangazie akili zetu, atufundishe, atufungue macho yetu ya rohoni, tufahamu. Tunaomba Roho Mtakatifu awe nasi darasani tena siku ya leo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amina. Karibu ndugu zangu. Hii ni historia kabla ya kuanza utangulizi wa kitabu cha Mathayo. Na mwalimu hajaanza kwa utangulizi wa kitabu cha Mathayo, bali anaelezea ukurasa usioandikwa chochote kuanzia kitabu cha Malaki mpaka Mathayo. Mungu huwa ana tabia ya kutenda kwa namna mbili. Mbele ya historia, kuisema historia ijayo kabla haijatokea. Lugha nyingine huitwa unabii. Njia ya pili hufanya kazi nyuma ya historia na wengi hawaisikii sauti yake. Maana yake huwa anafanya kazi kwa maandishi na sio kwa mazungumzo. Hivyo kuna namna mbili Mungu anawasilisha mambo yake. Na hawezi kufanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake manabii. Na akifanya mambo nyuma ya historia anakuwa ameshika kalamu. Na anakuwa anaandika na kufuatilia historia. Ni kama anasahihisha matukio yote aliyowahi kuyasema, anayasimamia na kupiga tiki. Mfano mzuri wa Mungu akiongea akiwa ameshika kalamu ni hii blank page kutoka kitabu cha Malaki mpaka Mathayo hapo kati. Mungu alifanya hili zoezi kwa muda wa miaka 400. Kipindi hiki kina majina mengi, kinaitwa kipindi cha ukimya au hati ya maagano. Ni kipindi muhimu sana. Tukianza kusoma Biblia bila kukiunganisha hiki kipindi itatusumbua kuunganisha agano jipya na la kale. Wengi hapa wanaanzaga kujikwaa na kushindwa kujua nini kinaendelea. Kwa sababu wakati huo wa ukimya watu wengi walikuwa hawajui nini Mungu alikuwa anafanya kipindi hicho. Na hili liwe swali letu, nini Mungu alikuwa anafanya? Alikaa kimya bila kufanya kitu au alifanya kimya? Lakini hili nilishasema alikuwa anafanya kazi kimya lakini kwa usahihi na umakini na kwa utimilifu. Sasa ilianza hivi. Ukisoma Daniel sura ya 2 kwenye ile habari ya sanamu ya Nebukadreza na Daniel sura ya 7, unabii uliopo hapo na sura ya 9 na 11, utaona miaka 400 ya ukimya Mungu alishaongelea zamani. Mungu alishakuwa mbele ya historia kipindi cha Danieli. Akaongea kila kitu kuhusu taifa la Israeli, hatima ya dunia na falme zitakazoinuka na kuanguka. Na kilipofika kipindi hicho cha ukimya, Mungu akarudi nyuma ya historia na tukasema ni kipindi cha historia kwa sababu hakikuwa na neno moja maarufu sana ambalo limejitokeza 3808 kwenye agano la kale ambalo ni Bwana wa majeshi asema. Ndio maana tunavikataa vitabu vya Apocryphas kwa sababu vyote vinakosa neno Bwana asema. Maana yake Roho Mtakatifu hakuinua nabii yeyote. Hivyo vitabu ni vizuri kwa historia lakini sio neno la Mungu, halina tofauti na vitabu vya Mkwawa au Mangisina na kadhalika, yani vitabu ambavyo vilikuwa vimeandikwa kipindi ambacho Mungu amekaa kimya, kipindi cha miaka 400, yani kati ya kitabu cha Malaki na kitabu cha Mathayo hapa katikati. Vitabu vyote vilivyoandikwa kipindi hicho ni vitabu tu vya historia, mwalimu anasema, na sio neno la Mungu. Halina tofauti na vitabu vingine kama vya Mkwawa, Mangisina na kadhalika. Mungu alikuwepo na maandishi ndiyo yalikuwa yakitumika. Naomba nikurudishe nyuma. Na nikupe historia, lengo tulinki agano la kale na agano jipya ili tujue kilichokuwa kinaendelea miaka 400 ya ukimya wa Mungu. Nini Mungu alikuwa anafanya? Ni vitu viwili tukivipata tutaelewa, kwa sababu ukimaliza kusoma Malaki mfano tumetoka kusoma agano la kale. Na tukianza Mathayo tutagundua kila kitu kinabadilika. Kuanzia hekalu, makuhani, lugha, tunaanzishiwa vyeo ambavyo hatukuwahi kuvisikia, mfano Mafarisayo, Masadukayo, sinagogi, mambo ya sikukuu ambazo hatukuwahi kusoma, mfano sikukuu ya Hanuka au dedication days. Ni vitu vingi, kingdom kubadilika, watawala. Sasa hatuwezi kuanza kusoma kitabu cha Mathayo pasipo kukaa na kulinki kujua kilichotokea.
Sasa turudi kwa Danieli alipoonyeshwa na kupewa maono na tafsiri ya ndoto ya Nebukadneza sura ya 2. Alimwambia maneno haya Nebukadneza, kichwa cha dhahabu ni mfalme wa wafalme, lakini baada yako utakuja ufalme mwingine mgumu unaopungua thamani, ndio kile kifua cha fedha, baadaye ufalme wa shaba, tumbo na miguu, baadaye chuma, miguu yake, na hiyo ikachanganyika nyayo za miguu nusu chuma na nusu udongo. Kichwa ni Babylon Empire, na unabii huu ulitimia na ukaangushwa na utawala wa pili, Umedi na Uajemi. Na baadaye ukaingia utawala wa Uyunani au Wagiriki kwa jina lingine. Baadaye wakaja Roman Empire, na ndipo Yesu alipozaliwa kipindi hiki. Tunaweza kuona kinapoisha kitabu cha Malaki, Israeli ilikuwa bado mikononi mwa Wamedi na Wajemi, ambayo iliwafanyia mema Wayahudi. Koreshi mfalme aliwaruhusu Israeli kurudi Yerusalemu kujenga hekalu, na wakarudi kipindi cha Zerubabeli, Ezra, na awamu ya 3 Nehemia kujenga ukuta. Taifa likawa taifa, na Zerubabeli aliteuliwa kuwa gavana badala ya kuwa mfalme. Japokuwa alitoka familia ya kifalme, Mungu akawa amechange system ya uongozi toka kwenye kingship kuja ukuhani, na Joshua ndiye aliyevalishwa mavazi na kuwa kuhani. Baadaye Koreshi mfalme akaruhusu mara ya kwanza, akaja pia Dario wa pili anaruhusu ujenzi ukaendelea na ukamalizika kipindi cha Nehemia. Walipoendelea mbele akaja mfalme anayeitwa Shasta. Alikuwa tajiri na nguvu na jeuri sana. Aliwaonea sana Wagiriki, na Daniel 11 sura imemtabiri. Na Ugiriki akaibuka baba mmoja anaitwa Filipo. Wale wanaofuatilia historia jina lake maarufu Philip of Macedonia, kwenye mji au nchi moja na sasa hivi inaitwa Macedonia. Aliwashawishi Wagiriki na kuwaunganisha, wakaasi utawala wa Middle Persia, yani wa Umedi na Wajemi, ambao ulikuwa utawala mkubwa sana. Ulienea kuanzia Babeli kuja Ulaya Mashariki, Uturuki, Ugiriki, Macedonia, na kaskazini mwa Afrika, Libya, Misri, Kushi au Ethiopia. Ukaenda mpaka Middle East yote, mpaka India na baadhi ya maeneo machache ya karibu na kaskazini mwa Russia. Hivyo Ugiriki chini ya Filipo ikaasi na kujitangazia uhuru, ikatokea vita kubwa sana. Shasta na Filipo wa Macedonia, ambaye ndiye baba mzazi wa Alexander the Great. Filipo alikuwa na watoto wengi akiwemo binti yake mmoja aliyeitwa Thessalonika. Ndio tunapata mji unaitwa Thessalonike. Alexander alikuwa genius. Baba yake Filipo hakuwahi kutarajia Alexander anaweza kuja kuwa hero. Hivyo Filipo akamwajiri Aristotle akawa mwalimu wa Alexander the Great. Alexander akiwa na miaka 19, Filipo akauawa. Na alipouawa Filipo, Alexander akafanya kitu cha ajabu. Macedonia yote ikawa imeharibika na kutokea vurugu. Alexander akachukua kikosi kidogo cha jeshi na vijana wenzake. Kumbe wakati Alexander anasoma, akajitrain kwa siri. Akaanza kupanga kulipiza kisasi cha baba yake Filipo, na kwa muda mfupi akaikontrol Ugiriki yote na kujitangaza kuwa mfalme. Watu wakamuunga mkono, akaanza operation yake kwa muda wa miaka 12, alipambana na Shasta akahakikisha anaangusha Middle Persia. Akaipiga Ulaya Mashariki, akiamini katika miungu. Alikuwa pia ana tabia zingine, kuwa na wanawake wengi, mlevi sana. Akaipiga Misri, ndio maana kuna mji unaitwa Alexandria. Toka Misri akaja Israeli akiwa amezunguka mji, ghafla mji ukafunguliwa, wakatoka wanaume wamevaa nguo nyeupe, wameshika gombo la chuo. Jambo la kushangaza, wale wanajeshi wa Alexander wakamshangaa Alexander ameshuka farasi wake na kuinama kusujudu na kumwambia yule bwana, nilikuja kuteketeza huu mji, lakini hili jambo ninaloliona hapa nililiota jana. Na akaomba aambiwe maneno ambayo Mungu wao Wayahudi amezungumza kumuhusu yeye. Jadia akiwa na makuhani wengine akamsomea unabii wa Daniel sura ya 11, namna Alexander atakavyofanikiwa na kuchukua ulimwengu. Daniel sura ya 2, ya 7, ya 9 mpaka ya 11.
Alexander akafurahi na hakuipiga Israeli. Alexander alifurahi na hakuipiga Israeli. Akaendelea India na inasadikika baadaye Babel. Baadaye akawa amechanganyikiwa, akawa kama ameweuka na akafa. Alexander alioa wake wawili, mojawapo toka Uajemi. Na hapa mwalimu alisahau majina ya huyu mwanamke aliyemuoa kutoka Uajemi, ila mmoja aliitwa Basilika. Nami pia sikuwa na kumbukumbu vizuri hapa kwenye historia, mtanisamehe. Kila mwanamke aliyezaa mtoto mmoja, Kila mwanamke alizaa mtoto mmoja mmoja, na alipokufa Alexander walimuua mtoto mmoja ambaye alikuwa ameshazaliwa pamoja na mama yake. Kitendo hiki kilitendwa na makamanda wake, na walipomuua wakamuacha mama mjamzito. Lakini kabla ya Alexander kufa, majenerali wakamwahidi kuwa watasimamia ufalme na kuhakikisha mtoto akikua awe mrithi. Alexander alikufa akiwa na miaka 32 na alitawala kwa miaka 12 kupigania kutawala dunia. Majemadari wakaamua kutawala nchi kwa kipindi fulani. Wakaanza kushindana na wakaamua kugawana. Kasanda akachukua Ugiriki yote. Kasanda akachukua Ugiriki yote na Macedonia. Lasimikas akaichukua Uturuki yote. Serukas akachukua Syria kaskazini. Toremi akachukua kusini mwa Israeli. Walipokuwa wanatawala wakaingia na tamaa, wakamvamia mwanamke mwenye mtoto na kumuua mtoto akiwa tumboni. Empire ya Ugiriki ikawa imegawanyika, na wao wenyewe tena wakaanza kuingia tamaa, ambapo Serukas na Toremi vizazi vyao wakaanza kujiona wababe, kila mmoja wakaanza kutegana, wakaozeshana binti zao. Mfano Cleopatra akatolewa kutoka Syria akaenda kuozeshwa na mtoto wa mfalme wa kusini ili atumike kama kibaraka, lakini huyo binti akampenda mumewe, akamgeuka baba yake, ikatokea vita kaskazini na kusini, na Israeli ikiwa kati ndiye aliyokuwa akiteseka. Na baadaye Antiochus Epiphanes, mtawala muovu sana, aliibuka na kupata utawala kwa hila. Danieli 11 inaeleza vizuri. Huyu kila alipotoka kupigana na Misri lazima alirudi kuisumbua Israeli. Huyu aliwafanya vibaya sana Wayahudi, na siku moja akiwa ametoka kupigana mji wa Alexandria akiwa ameshindwa, Wamisri wakaandikia barua utawala wa Rumi ulioibuka na kuwa na meli za vita. Alipoona kamanda wa Roman anakuja kupigana naye Misri, akakimbia akaja kumalizia hasira zake kwa Israeli. Huyu jamaa alidumu miaka 3 tu, lakini alifanya uovu mbaya sana. Aliwazuia Israeli kutotahiri watoto wao kama Torati inavyosema. Moja ya kisa kizito zaidi, mama wawili wa Kiyahudi walizaa watoto wawili wa Kiyahudi wacha Mungu, waliwatahiri watoto wao. Antiochus Epiphanes alipopata habari akawachinja wale watoto na kuwafunga shingoni mwa mama zao na kuwapandisha juu ya hekalu, akawasukuma wakaanguka na kupasuka na wakafa. Aliamuru hekalu watoe sadaka za nguruwe na kuwalazimisha makuhani kula nyama za nguruwe. Kwa Wayahudi ilikuwa kufuru mbaya sana. Akaamua kujitengenezea mungu wake. Hawa walikuwa na miungu yao na mungu wao mkubwa aliitwa Zeus. Akaamua kutoheshimu hata miungu ya baba yake, miungu ya baba zake. Akajitengenezea mungu wake aliyeitwa Jupiter. Akamuweka katika sanamu na kulazimisha Wayahudi kumwabudu sanamu hiyo. Alishawachinja Wayahudi na kuchanganya damu zao na dhabihu. Akaanza kupora sadaka na mali za hekalu. Akafika mbali zaidi, kwenye kilele kabisa akajitangaza kuwa yeye ndiyo Mungu. Alijiita Theos Epiphanes, Mungu aliyevaa au kujidhihirisha katika mwili. Danieli anamuita chukizo la uharibifu. Huyu ndiye mpinga Kristo wa Agano la Kale, na kipindi chetu atakayekuja mfano wake ndiyo huyu. Wakati haya yote yanaendelea, Israeli alipitia kipindi kigumu. Hapa kulikuwa na kuhani mmoja mcha Mungu aliitwa Mathatia.
Alikuwa na watoto 5 wa kiume. Mmoja aliitwa Juda na Makabayo ni jina la utani. Siku moja Matatia kuhani alilazimishwa kutoa sadaka ya nguruwe na ale nyama. Akagoma na akapiga ngumi kama umeme na akakimbia. Yeye na watoto wake wakaamua kupigana, kushambulia kwa kujificha kama vita ya majimaji. Walipigana sana na mwaka 169 wakapata uhuru kama taifa. Na Antiochus akafa tarehe 25 mwezi wa 12. Hapo ndipo Wayahudi wakaanza kusherehekea uhuru wao wa kwanza mwaka 169 BC. Hiyo sherehe inaitwa Anuka. Hii sikukuu hata Yesu amewahi kuisherehekea. Hii ni engo ya siasa mwalimu ameizungumzia, na alipokufa Antiochus Epiphanes, Roman Empire ikafanikiwa kutake over. Greece Empire ikaanguka na Waroma wakachukua Ugiriki, Middle East, Syria na kadhalika. Kabla ya Roma kuanza kutawala, Mungu alikuwa anafanya mambo chini ya carpet. Wakati wa utawala wa Alexander the Great alipokufa na hao makamanda kugawana upande wa kusini wa Ptolemy, alikuja kuibuka mfalme anaitwa Ptolemy Philadelphia. Wayahudi wengi baada ya kusumbuliwa walikimbilia Misri, na huyu bwana aliwapokea na kuwapa hifadhi. Na wakiwa Misri walikuwa wakimcha Mungu, akawapa wazo na akawafadhili watafsiri Torati kwa lugha ya Kigiriki, kwa sababu sera ya Alexander ilikuwa kuhakikisha kacha ya Kigiriki iwe kacha ya dunia nzima. Akawa anawa-assimilate. Analazimisha watu wote chini ya utawala wa Kigiriki wawe Wagiriki, na wazee 70 wa Kiyahudi wakaanza kikao na kuandika. Nitawaambia walivyoandika ni mambo ya ajabu. Mwalimu anasema siku Mungu akimpa neema yatafundisha historia ya Biblia. Na anasema vitu vikubwa 3 vya ajabu ambavyo hakuna mwanadamu anayeweza kuja kuvifuta duniani. Kwanza, taifa la Israeli; pili, Biblia; na 3, kanisa. Mungu yuko nyuma yake na hazienei kwa kuzaliwa na haziteketei kwa vifo. Kwa sababu hata Antiochus alijaribu kuchoma Torati, hakufanikiwa. Ndio maana hadi leo tuna Biblia. Mungu alikuwa anaandaa kacha ya Kigiriki na baadaye ije kuwa kifaa kizuri cha kueneza Injili itakapoanza. Ndipo hapa tunaelewa kumbe Mungu alikuwa nyuma ya mambo ya historia na sio mbele ya historia akifanya mambo kimya kimya. Hivyo baadaye taifa la Rumi likaibuka na Wayahudi walipambana nalo sana kujaribu kujitetea. Baada ya kupata uhuru wao walijikuta wamegawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza waliitwa waasi dini. La pili waliitwa Wahellenes. Wahasidini walikuwa wanataka taifa lirudi kwenye msingi wake, wawe huru na Mungu wao na ibada zao. Taifa la Israeli lilirudi kwenye ubora wake. Walizaa kundi maarufu sana linaitwa Mafarisayo. Jamani, hapa ndipo tunapata hili kundi la Mafarisayo linatokea wapi? Okay, nitarudia tena, hawa Mafarisayo wanatokea wapi? Hawa ndio wanaitwa Wahasidini. Kwanza walikuwa wanataka taifa lirudi kwenye msingi wake, wawe huru na Mungu wao na ibada zao. Taifa la Israeli lirudi kwenye ubora wake. Walizaa kundi maarufu sana linaitwa Mafarisayo. Ni kama vyama vya siasa vikiwa na mlengo huo. Idea yao ilikuwa nzuri ya kutaka kurudi kumcha Mungu, lakini baadaye wakaanza kushika mapokeo yao na kuanza kuwa wabaguzi tena. Wakajiona wao watakatifu kuliko wengine, wakawa watu wabaya, na walivyokuja Yesu akawa wanapingana naye sana kwa sababu ya unafiki. Kundi la pili waliitwa Wahellenes. Mtazamo wao ulikuwa kurudisha taifa kama mwanzo ni ngumu, hivyo waadapt culture ya Wagiriki kukubaliana na mazingira. Wakachukua culture ya Wagiriki na kuchanganya na Kiyahudi, na wengi walikuwa kundi la Yuda. Wengi walikuwa watawala wanaoitwa Athimanians toka ukoo wa Daudi. Kama wasingekuwa chini ya koloni, ilikuwa wawe wafalme. Huku ndiko limetoka kundi la Masadukayo. Walikuwa matajiri, hawakuwa wengi kama Mafarisayo, walikuwa kwenye baraza la maamuzi. Hivyo Masadukayo na Mafarisayo waliibuka kipindi cha ukimya. Hawa Masadukayo sasa kwa sababu waliadapti mazingira ya Wagiriki, wakajikuta wamechukua lugha ya Kigiriki, uvaaji, imani na itikadi ya Kigiriki. Wakaanza kutoamini kuwepo kwa malaika, maisha ya baada ya kifo, ufufuo wa wafu.
Kwa sasa tunaweza kusema ni kama scholars au liberals. Mafarisayo ni kama walokole wenye itikadi kali au waswalisuna. Wanafikiri wanaweza kumpendeza Mungu kwa sheria. Hayo ndio yalikuwa mazingira ya kipindi cha miaka 400. Vumilia, hii video itakuwa ndefu. Itakusaidia tunapoanza utangulizi kitabu cha Mathayo. Mwalimu alisema tuvumilie, voice itakuwa ndefu. Nami nawaambieni vumilieni, video hii itakuwa ndefu, ili tusaidie utangulizi wa kitabu cha Mathayo itakapoanza tujue background. Utawala wa Roma uliposhika madaraka na Ugiriki ulipoanguka, kulikuwa na haya makundi yakipingana na Warumi sana. Na kukawa na kundi lingine wa mababari kivikundi vya kijeshi toka mataifa mengi wanapambana sana. Israeli ikawa kama mpira wa kona, wanang'ang'aniwa. Warumi walifanikiwa kuwa na mataifa mengine, ila Israeli ilikuwa huru. Israeli kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Antipas. Huyu alikuwa Mwedomu aliyekuwa genius. Akaanza kuwashauri wa Roma namna ya kusababisha Israeli na Yerusalemu itulie ili koloni lao liwe na amani. Na mojawapo ya vitu alishauri ni kuwa ugomvi mkubwa wa Israeli uko kwa Mungu wao. Wapeni uhuru wa kuabudu, wateueni wao kwa wao kuwa machifu na viongozi. Warumi walipojaribu kufuata ushauri huo, wakaona unafanya kazi na Wayahudi, wakatulia. Wakamthamini sana na kumteua kuwa gavana wa eneo kusimamia hilo zoezi. Akafanikiwa kuleta amani kwa sababu sera ya Warumi ilikuwa ni amani. Warumi walifanya mambo kadhaa ambayo ni muhimu kuyafahamu, yatakuja kutusaidia tunapoanza kulink na kitabu cha Mathayo. Warumi waliamua kuboresha mawasiliano kwa kuunganisha miji kwa barabara. Ndio waliibuka na ulinzi shirikishi na mifumo yote ya ulinzi. Walitengeneza barabara na kuweka vituo kama polisi kwenye hizo barabara kuhakikisha kunakuwa na amani na usalama, ili kuwe na free movement, mtu aweze kufanya biashara kutoka eneo moja kwenda lingine na arudi salama, asivamiwe na majambazi njiani. Sera yao ya pili ilikuwa ni kupromote amani. Tatu ilikuwa demokrasia kutawala. Israeli ilipokuwa inaleta tatizo na Antipas akaonekana amefanikiwa kuondoa tatizo. Antipas alipoanza kuzeeka alizaa mtoto aliyeitwa Herode wa kwanza. Akatengeneza urafiki na akasoma pamoja na mtu mwingine muhimu sana kwenye utawala wa Kirumi anaitwa Mark Antony. Kwa sababu baba yake Antipas alifanya kazi na Julius Caesar, mtawala wa Rumi, na alipouawa Caesar na Mark Antony aliyekuwa kamanda mtu mwenye nguvu, na Herode aliyekuwa rafiki yake alikuwa very smart. Alifikiri kabla ya kutenda, tofauti na Mark Antony. Walivyokuwa marafiki na wakaonekana mmoja kichwa mmoja nguvu. Okay, narudia. Walivyokuwa marafiki wakaonekana mmoja ni kichwa na mwingine ni mwenye nguvu. Wakiunganisha walipata matokeo mazuri. Antipas alipoulizwa nani wa kumrithisha, akawaambia wamwamini kijana wake Herode, na hivyo akateuliwa kuwa governor na Mark Antony akawa kamanda. Hapo Mark Antony aliingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na malkia wa Misri aliyeitwa Cleopatra, na siasa zao zikawa zinacheza namna hiyo. Wayahudi wakawekewa mfalme anaitwa Herode. Alikuwa anakusanya kodi vizuri, ila ni katili. Akaamua kuongoza kwa mkono wa chuma, akafanikiwa kuwadhibiti Wayahudi kibabe, sio kama baba yake kwa akili. Na ndivyo akatangazwa na Warumi kuwa mfalme wa Wayahudi. Alifanya makubwa sana. Siku moja katika maisha yake ya mahusiano alifanya makosa. Kosa lilianza alipofikisha miaka 30. Alimpenda mwanamke wa Kisiria anaitwa Doris. Akamuoa Doris, akazaa naye mtoto mmoja aliyeitwa Antipas. Lakini kwa sababu Herode hakuwa romantic, baada ya miaka 6 akamfukuza, wakaachana. Tayari huku Wayahudi walikuwa hawampendi Herode, ni adui yao namba 1. Akaona ili aweze kupatana na Wayahudi akaenda kumuoa mtoto wa chifu anayeheshimika sana wa Kiyahudi. Huyo mwanamke aliitwa Mariami. Akazaa naye watoto wawili, mmoja Alexander na mwingine Aristobulus. Aliitwa Aristobulus, hayo majina. Aristobulus. Ili kujipendekeza zaidi akamteua kaka yake Mariami, shemeji yake yani Aristobulus, kuwa kuhani na akawajengea Wayahudi hekalu. Wayahudi wakaanza kutulia. Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu alitaka kujipendekeza. Siku moja Herode akawa
akaanza kuhisi Wayahudi wanampenda Aristobulus shemeji yake kuliko yeye. Na ilikuwa ukitaka Herode akuue uonekane una umaarufu kuliko yeye. Akatengeneza swimming pool, akawaalika maofisa wake wote kwenda kuogelea. Kumbe amepanga wauaji, wakiingia maofisa wake pamoja na Aristobulus, sijui kwa nini narudia kusema Aristobulus, wakamzamishe kwenye swimming pool. Akamuua Aristobulus, na pamoja na kuwa Mark Antony alikuwa rafiki wa Herode, alikasirika sana kwa sababu waliwafanya Wayahudi wainuke kwa nguvu kudai haki itendeke, kwa sababu walishtukia Aristobulus hajazama bali ameuawa. Kikafanyika kikao kizito sana, na kidogo Herode avuliwe ufalme, akajitetea na kuahidi kulipa. Kiukweli baraza la Kirumi lilikuwa linaendeshwa kwa demokrasia. Lilipombana sana Herode, na Mark Antony rafiki yake akajaribu kutaka kumuokoa na akapata mwanya, kwa sababu Cleopatra mpenzi wake Mark Antony alikuwa na ugomvi na Herode, kwa sababu mji wa Yeriko uliwaigi kuwa mikononi mwa Misri na waliwekaka vitu vyao. Waliwekeza miti kuwa kijani, ulikuwa na vito vya maji. Yule mwanamke alikuwa anamchukia Herode kwa sababu hiyo. Lakini baada ya kikao kufanyika, Cleopatra alimshikilia bango Herode afukuzwe. Ndipo Mark Antony akapata mwanya ili amfurahishe mpenzi wake Cleopatra, na ili amokoe rafiki yake akaunyang'anya mji wa Yeriko, akaukabidhi kwa Cleopatra. Hakukabidhi mji kama mji, alikabidhi vile vitu ambavyo Misri ulikuwa mikononi mwao. Aliwekeza ikiwemo mitende, vyanzo vya maji na baadhi ya vitu muhimu, lakini wakati huo huo akamruhusu Herode aendelee kuwa mfalme, na kesi ikaishia hapo. Bahati mbaya utawala wa Rumi ulikuwa na majemedari wawili ambao wanashindana, Mark Antony na Octavian. Octavian alikuwa hakubaliani na mambo ya Mark Antony. Octavian alikuwa hapendi mahusiano ya kimapenzi na Cleopatra kwa sababu ya kuingiza nchi kwenye matumizi makubwa na ulevi na zinaa. Hakuna mwanamume aliyewahi kutongozwa na Cleopatra na akashindwa. Ni Herode tu aliyewahi kugoma kutongozwa na Cleopatra. Herode kiu yake ilikuwa sio wanawake, ilikuwa kwenye madaraka. Octavian akaanzisha ugomvi, akataka kumpindua Mark Antony. Ikatokea vita kali sana, nafikiri mwaka 66 BC. Mark Antony akapigwa, akakimbia na mpenzi wake Cleopatra, akaingia madarakani Octavian. Wakati huo Herode akiwa anataka kwenda kumsaidia Mark Antony alimzuia asijihusishe, bali akapigana na Parthians waliokuwa wanavamia boda ya Israeli. Herode akapata taarifa kuwa rafiki yake Mark Antony amepigwa. Herode akajua tayari tishio la kupoteza madaraka limefika, kwa sababu Octavian alikuwa anamchukia Mark Antony. Kwa vyovyote atachukia na marafiki zake. Hapo ndipo Herode akafanya jambo la kishujaa, akaenda Roma, akahudhuria kikao nani apewe nchi ya Yuda. Akasimama na kusema hajaja kuomba msamaha, ni kweli Mark Antony alikuwa rafiki yangu, mtu wangu wa karibu, ila ilikuwa kwa sababu mimi niko chini ya Roma. Roma imebadilisha mtawala, kwa hiyo mimi nimekuja kusema nitakuwa mtiifu kwa Octavian kama nilivyokuwa mtiifu kwa Mark Antony. Hawakumuamini, lakini wakiwa wanazungumza wakimjadili, akawaambia amekuja na dhahabu miche 700 zinaitwa talent, ambao mche mmoja uzito wake kilo 30 hadi 35. Maana yake aliwapelekea kilo za dhahabu safi 20,000 hadi 25,000, sawa na tani 20 hadi 25 za dhahabu. Kwa sababu Octavian alikuwa tayari amepigana vita sana, walikuwa wamefilisika. Hivyo wakakubaliana na Herode kwa sababu ya fedha, ili anusuru utawala na nchi iende. Wakamwachia Herode aendelee kuwa mtawala. Herode aliporudi Israeli akaambiwa Mariami mkewe anaonekana kama ana mahusiano na baadhi ya wanaume wa Kiyahudi, na Herode alikuwa na wivu. Hakutaka kitu chake kichezewe. Mwanzoni alikuwaga na tabia akienda vitani kwa sababu alimpenda sana Mariami, alikuwa mzuri sana. Alikuwa anawaagiza makamanda wake walinzi, wakiona ameuawa vitani basi ni bora kumuua mke wake pia ili asiolewe na mwingine. Sasa fikiria, anakuja kuambiwa mkewe anaonekana na mahusiano. Herode aliua watu wengi sana, na akamchukua mkewe akaenda naye porini na
akaenda kumuua. Na wakati huo watoto wake wawili Alexander na Aristobulus walikuwa Roma. Wanasoma, mama yao akauawa. Na wao wakiwa wadogo, na Herode kwa sababu alikuwa amempenda mke wake, ikawa kama ameingia wenda wazimu. Akamchukua mke wake, akatengeneza mitungi mikubwa kama amejaza asali, akamtumbukiza kwenye mtungi wa asali ili asioze. Hapo ndipo akili yake ikaanza kumruka, na inasemekana baadhi ya usiku anaenda kufanya naye mapenzi, na akiwa anaenda kufanya mapenzi na mkewe marehemu. Ndiyo yakawa maisha ya Herodi. Wayahudi wakawa wanamchukia na kumkasirikia sana, na safari akaona hahitaji kujipendekeza. Akaanza kujenga miji na ikulu zaidi ya 44, ikiwemo ikulu ya Kaisaria na nyingine nyingi, ili awachanganye maadui zake kwa sababu alikuwa na hela. Utajiri wote wa Edomu huko Petra, ndio wa Edomu waliosalia duniani. Alikuwa mtu mwenye akili, mwenye uwezo, akaanza kujenga miundombinu na kukarabati hekalu. Warumi wakampenda sana, wakatengeneza ngome ya kijeshi pembeni mwa hekalu. Mark Antony Fortress inaitwa. Alikuwa na wake wengine kama Mahase alizaa naye watoto wawili, Akerisi na Antipas, na akaoa mwingine anaitwa Mariami, akazaa naye mtoto anaitwa Philip. Hao wote walikuja kuwa watawala baada ya yeye kufariki. Pia mtoto wake Antipas alizaa na Doris, alioa mwanamke anaitwa Benisi, akazaa mtoto anaitwa Agrippa. Shika haya majina, utakuja kuelewa mbele kilichotokea kwa watoto wake wa wake zake wa pili, Doris na Mariami. Herode alianza kuugua, na inasemekana alikuwa na kidney stone. Akaanza kuoza na kueuka. Akaanza kufanya vitu vya ajabu, akaanza kuua sana. Siku moja daktari akamwambia hawezi kuvuka kama wiki moja. Ikabidi Herode aanze kutafuta nani atakuwa mrithi wake. Ikabidi amuite mtoto wake Antipas, ambaye mama yake alikuwa Doris na alimfukuzaga. Akamuita ikulu, na bahati mbaya Antipas alikuwa tayari mtu mzima, akawa na kiherehere. Kabla ya Herodi kufa, Antipas akaanza kutembelea magari ya kifahari na misafara. Herode akamwonea wivu mtoto wake mwenyewe kwa sababu alianza kuwashawishi watu. Akaamua kumuua mtoto wake. Hakuishia hapo, akagundua watoto wake wengine Alexander na Aristobulus kama vile hawamuelewi kwa sababu wana hasira kwa sababu alimuua mama yao. Akawachinja pia hawa kwa sababu pia walikuwa na damu ya Kiyahudi. Kabla ya siku 5 ambazo anatakiwa kufa, akaagiza akifa baraza lote la Wayahudi lichinjwe lote, ili kuwe na msiba wa watu wanaopendwa sana. Angalau watu wakilia waonekane naye wanamlilia. Bahati nzuri alivyokufa utawala wa Rumi uliwahi mapema, lile baraza hawakuchinjwa. Na huo ukawa mwisho wa Herode, na hakuna chochote ambacho tunaweza kumkumbuka Herode. Sio majengo wala hekalu, zaidi ni story ya ubaya wake. Alikufa karne ya 4. Wakati anakaribia kufa, kipindi hicho ndicho Mungu mbinguni aliona umefika utimilifu wa wakati. Mfalme Octavian akabadilishwa jina lake, akaanza kujiita Kaisari Augusto. Ndiye akaitisha upigaji wa kura kuhesabu watu. Na ndipo Yusufu na Mariamu mama yake Yesu akiwa tumboni. Hapa ndipo tunapoanza kulinki Agano la Kale na Agano Jipya. Kumbe Mungu aliruhusu taifa la Greece na taifa la Roma yainuke, halafu ahakikishe lugha ya Kigiriki iwe lugha ya dunia nzima wakati ule, na hata Torati iwe imetafsiriwa kwa lugha ya Kigiriki. Lakini pia anaruhusu miundombinu na mawasiliano na amani na ulinzi, masinagogi yawepo ili kuruhusu injili kusambaa kwa kasi. Ndio maana Paulo anasema ulipofika utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanae. Anamaanisha Mungu aliposeti miundombinu yote ndipo aliruhusu Yesu azaliwe. Na kuanzia hapo Mungu akaanza tena kusema na Roho Mtakatifu, akaanza kusema na manabii, akaanza kusema na injili ikasemwa, na habari ya ufalme wa Mungu ikaanza kuja. Na kitabu cha Mathayo tutapoanza utangulizi kitatupa background nzuri sana. Kwa hiyo unaona hapa nitakuwa nimekuunganishia matukio. Herode alikufa karne ya 4 BC, na alipokufa tu mfalme Octavian akagawanya nchi kwenye majimbo 4. Ndipo hawa watoto wa Herode, Akeres, Antipas, Filipo, na kila mmoja akagawiwa jimbo lake, na mtoto aliyezaliwa na Antipas, Agrippa, naye akapewa jimbo lake. Tutajifunza vizuri sana.
mimi naongezea kama utapenda kujifunza zaidi, maana siwezi kuweka yote hapa. Mengine tunajifunza tunaposoma sura husika. Kwa hiyo kama utapenda, ni cheki, nitakutumia linki. Nitaweka linki, niandikie kwenye comment, nitakupa linki ya kujiunga kwenye group la kusoma. Karibu sana. Tutajifunza juu ya hawa maherode. Mmoja ndiye aliyetaka kumuua Yesu, alipopata habari Yesu kuzaliwa, na pili ndiye aliyemchukua mke wa ndugu yake na akaomba kichwa cha Yohana. Mwingine akamuua Yakobo, tutasoma Herode. Mwingine Agripa alikuja kumhukumu Paulo, na pia Agripa alizaa mtoto mwingine anaitwa Felix. Alimwambia Paulo, kwa maneno yako machache unafikiri unaweza kunifanya mimi kuwa Mkristo? Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hii habari unaweza kusoma. Lakini pia Agripa alikuwa na mke anaitwa Benisi. Baadaye kuna mfalme wa Kirumi aliyekuwepo madarakani, alikuja tena kumchukua na kumpora mke wa Agripa. Alikuwa mzuri sana Benisi. Na wale wanaoangaliaga movie inaitwa Gladiator, ile movie kulitokea volcano na mji wote wa Pompeii ukafunikwa na moto. Yule aliyeigiza mfalme wa Rumi alikuwa na mke pale pembeni. Yule mke alikuwa mke wa Agripa aliyewahi kumhukumu kesi Paulo, na wakafia wote pale. Hii ndiyo historia tunapaswa kuijua. Ukiunganisha na Agano Jipya ndiyo tunaelewa. Hapa tuwe tunaelewa mamajusi kuuliza yuko wapi mfalme wa Wayahudi kwa Herode, walikuwa wanaonja sumu yao wenyewe. Ndiyo tuelewe mpaka Mungu anamwambia Yusufu kimbilia Misri, alijua ambacho Herode angefanya. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu, Injili ya Yohana, kufa kwake na kufa kwa Yesu kulitokea kuja kwa Yesu kulitokea mazingira hatarishi kuliko maelezo. Hapa ndipo tunaposoma huduma ya Yesu ya miaka 30 hadi 33. Ilikuwa hatari sana. Mafarisayo, Masadukayo walishakuwa wamepinda na kuwa wehu. Utawala wa Roma ulikuwa ucheki na yeyote. Herode na vibaraka zake walikuwa hatari. Paulo anasema ulipotimia utimilifu wa wakati wa Mungu, akamtuma mwanaye mwenyewe. Mazingira ya dunia kipindi hicho hayakuhitaji mtu mwingine yeyote, bali mwana wa Mungu mwenyewe kuyafesi. Vinginevyo hakuna angeweza kuishi na kuhubiri Injili na kutuletea habari njema ya wokovu. Wokovu wetu umetoka kwenye msingi mgumu sana. Kama tunafikiri tunaweza kuokoka na kutembelea kwenye tambarale, tuondoe hayo mawazo. Wokovu sio lele mama. Wokovu tangu unazaliwa ni kupigana. Lakini bado Mungu anashinda, kwa hiyo na sisi tutashinda katika mazingira yetu. Tutumie vizuri nafasi ya neema. Wokovu haujawahi kuwa mwepesi. Ukiingia kwa Yesu ndio mwanzo wa matatizo. Yesu atakuja kumaliza matatizo kwenye uzima wa milele. Huu ndio ukweli wa Biblia. Tuache injili nyepesi na Mungu atatusaidia kuelewa kitabu cha Mathayo. Poleni kwa voice ndefu, na mimi nasema poleni kwa video ndefu. Hakuna namna. Mungu awabariki sana. Asante mwalimu. Mungu akubariki pia. Hawabariki pia watumishi wake wote. Jina la Bwana lihimidiwe sasa na hata milele. Ndugu zangu, nitaishia hapa utangulizi. Historical background ya kabla ya kuanza kitabu cha Mathayo. Asante kwa kusikiliza mpaka mwisho. Mungu atubariki na atusaidie sote. Haya, tukutane tena katika utangulizi wa kitabu cha Mathayo. Bye, usiku mwema.